أيها الناس، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Maashara almuslimin, baada ya kuhusia nafsi yangu na kuwahusia ndugu zangu vipenzi vyangu katika iman, katika swala la kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lillahi alhamd wal minna. Kwanza tukumbushane kwamba hii ndiyo Ijumaa ya kwanza katika mwaka mpya 1448. Tumetoka katika mwaka 1447 Hijria na sasa tumeingia mwaka mpya. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe afya na uzima na atupe taufiki ya kufanya mema, na kama zitatokea kasoro, kwa sababu sisi ni wanadamu na hakuna wanadamu anayesalimika na zalat, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tustiri na atusameh. Sadatul hudhur, itakuwa ni sadfa nzuri ikiwa tutazungumzia tukio la kihistoria la hijra, ambalo bila shaka sababu kubwa iliyowafanya masahaba katika khilafa ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mpaka wakafanya kwamba kalenda ya Uislamu si umuhimu tu kuweko, bali lazima tuainishe kitendo au tukio ambalo litakuwa ndiyo kianzio cha kalenda ya Uislamu. Lillahi alhamd, baada ya consultation kubwa, masahaba wengine wakaona tuanze tarikhi yetu kwa tukio la kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani tukio kubwa. Wengine wakaona kwamba la, tukio la kutumilizwa sallallahu alaihi wasallam tukio kubwa. Wengine wakasema labda tuanze kwa fathu Makkah, sababu ndio fathul mubin, the conquest of Makkah. Wengine wakasema la, naona tuanze kwa tukio labda pia la mauti ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini baada ya mshawara huu, conclusively wakaamua waainishe tukio la hijra. Na hijra inayozungumzwa hapa kwa mujibu wa maulama wa sira, wanaikusudia hijra ya kutoka Maka kwenda Madina, sababu wino kwamba kuna hijra ya kwanza sallallahu alaihi wasallam akawaamuru maswahaba kwenda Ethiopia, ambapo leo ndio Ethiopia zamani ikiitwa Abyssinia, present day Ethiopia. Hijra ya pili ni hijra ya Maka kwenda Madina. Sasa hijra iliyochaguliwa iwe ndio kianzio cha kalenda ya Uislamu ni hijra hii ya kutoka Maka kwenda katika mji ambao sasa hivi unajulikana kuwa Al-Madinatul Munawwara, lakini wakati wa nyuma ikijulikana mji wa Yathrib au Twiba. Kwa hivyo utaona kuna significance ya hili tukio la hijra, na ni muhimu sana kuliangazia kwa sababu tuko mwezi wa kwanza Muharram, ambao kwa mujibu kama nilivyoeleza masahaba wakaona kwamba uwe ndio mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu. Lakini hii ni ijtihadi ya masahaba. Kuna wengine walisema kwamba ilikuwa ni vizuri
hijra ama kalenda ya Kiislamu ianze mwezi wa Rabiul Awwal, kwa sababu asili hijra yenyewe ilitokea mwezi wa Rabiul Awwal, lakini wakaonelea kwamba uwe mwezi wa kwanza uwe mwezi wa Muharram, na kuna sababu inshallah tukipata nafasi tutakuja kueleza siku moja kwa nini masahaba wakachagua mwezi wa Muharram. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Anfal amemkumbusha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukio hili, yani nyuma ya tukio hili, kabla ya tukio hili, na vile vile masahabatul kiram wakakumbushwa tukio hili. Ingelitosha Mwenyezi Mungu amkumbushe tu mtume peke yake, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamkumbusha mtume na akakumbusha umma wake sallallahu alayhi wasallam. Ama ukumbusho wa umma, ukumbusho wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni kauli yake Allah Subhanahu wa Ta'ala kama nilivyosoma suratu Al-Anfal aya nambari 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru, nakumbuka ewe mtume tukufu wa daraja, pale walipopanga sudat au sadatu Quraish, mabwana wa Quraish. Idadi maalum inajulikana, lakini Mwenyezi Mungu akasema alladhina kafaru. Hakuangalia idadi yao wala hakuangalia majina yao. Faida tunayoipata hapa ni kwamba huu mpango uliopangwa dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mojawapo ya mipango ya makafiri. Ndio Mwenyezi Mungu hakutaja makubwa wa Quraysh, akataja tu alladhina kafaru, kwa sababu alladhina ni katika asmaul mausula, ni jina linalokusanya. Mpango huu ni upi? Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru, pale walipopanga njama walokufuru ya kufanya mkutano uliofanywa katika Daru an-Nadwa. Hii Daru Nadwa ilikuwa ni kama kwa mfano palace, au kwa lugha leo tuseme mfano Marekani White House. Kikao hiki kinapangwa kumfanyia hila sallallahu alayhi wasallam, liyuthbituk. Kwanza kukatoka resolution katika mkao huu kwamba jamani, tumepata habari kwamba mtume anataka kuondoka kwenda Madina. Sasa rai ya kwanza ikatoka kwamba huyu ni azuiliwe, afungwe, na wengine wakafika mbali wakasema kufungwa kwake kuwe asiweze hata kupewa chakula, afilie mbali. Rai ya pili, au yakutuluka, kuuawa. Na hapa kuna umuhimu tuelewe, kifo cha mtume ama kuuawa kwa mtume si kuuawa kwa mtu adi, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam Maka ilikuwa ni kiongozi wa da'wa, na da'wa hii ililenga mabadiliko. Kwa hivyo ni kuuawa kwa reformist, kwa mtu anayetaka kubadilisha, mtu ambaye ana political ambition, tumuhu asiasi. Kwa maana haya, kwa lugha ya kileo, haya mauaji tunayaita political assassination, ightiyalu asiyasi. Wengine wakasema la, tusimuue bali yukhrijuk, wakutoe huyu, tumtoe katika mji wetu, afilie mbali. Wengine wakasema tuchukue ngamia, tumchukue na tumpeleke kwenye majabali huko, shauri yake. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana flip plan na plot za makafiri.
makafiri wanapanga, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapindua mipango yao. Hii kwa lugha leo, Makuraish walicommit kitu kinaitwa strategic error. Walijisahau kwamba huyu mtume analindwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wao wakaona no, kwa sababu sisi ndio tuna qarar, tuna final say, tuna mipango, wacha tupange. Sallallahu alaihi wasallam akafaulu na akashinda. Mwenyezi Mungu anasema wayamkuruna wayamkurullahu wallahu khairul makirin. Wanapanga, lakini Mwenyezi Mungu anapanga, na Mwenyezi Mungu ni mbora wa kupanga. Hili ni kumbusho la kwanza, anakumbushwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukumbusho wa pili kwa umma, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema wadhkuru idh antum qalilun mustad'afuna fil ardh. Kumbukeni enyi Waislamu ambapo sasa mpo katika mji wa Madina, isije mkasahau kule mlikotoka. Nyinyi mlipitia darkest history, lazima mkumbuke neema hii. Kwanza mulikuwa qalilun, wachache, mustad'afuna fil ardh, mnafanyiwa idhlali katika ardhi Makka, wachache, kisha mnafanyiwa idhlali katika ardhi. Takhafuna an yatakhattafakum nnas, mnaechelea vile vile katika mji wa Makka, mko mnaogopa kuja kunyakuliwa na watu. Al-Imam Fakhr Razi, mwanachuoni aliyefariki mwaka wa 606, anasema hii yatakhattafahum an-nasu ay idha kan annahum kanu idha kharaju min baladihim yakhafuna aw khafu an yatakhattafahum al-arab li'annahum aw anna al-araba Quraish aw anna mushrik al-arabi kanu min qurbihim li'adawatihim. Asema Fakhr Razi kwamba ile hofu ya kunyakuliwa ni kwamba walikuwa wakitoka mji wao wa Maka kwenda katika kutafuta riziki katika maeneo mengine, wakiogopa washirikina kwamba huenda wakawachukua kwa haraka. Hebu tutranslate hii kwa umma leo unavyopitia, Waislamu leo, kana kwamba leo sisi ni hali hii imejiregelea. Leo kuwa na ndevu, kuwa na kanzu, safiri, basi pasipoti yako itaangaliwa sijui na maafisa wangapi. Huyu atoka wapi? Aenda wapi? Utafanya nini? Utaulizwa maswali mpaka utashangaa. Ile safari imekuwa leo ni mtihani ya Waislamu. Ni hivi karibuni tu kuna clip imeenda viral sana. Umar Abdul Qadir Artani, refari kutoka Somalia, FIFA imemthibitisha kwamba hana shida aje officiate mechi za FIFA zinafanywa Marekani, lakini idara ya ulinzi ya Marekani ilisema no, we doubt this guy, this is huyu ana link ya terror. Matokeo yake azuiliwe, asiingie wapi? Asiingie Marekani. Yakhafuna an yatakhattafahu nnas. Mwenyezi Mungu anasema watu Maka walikuwa na state of fear, wakiogopa hali hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema faawakum, lakini baada ya yote haya Mwenyezi Mungu akawapeni makao. Awakum, vile vile al-Imam Fakhr Razi asema hii faawakum ay intaqala almuslimuna ila almadinati almunawwara fasarat almadina aminatan lilmuslimin. Wakatoka katika eneo la Maka kwenda Madina, na Madina ikawa ni dar, ni home, ni abode. Waislamu wakapata amani katika mji wa Madina, ambalo ndugu zangu hapa pia kwa haraka ni funzo kubwa kwamba tukio hili la hijra lilibadilisha hali za Waislamu, kwamba walikuwa katika ghayatu adhilla walqahr walqilla, lakini tukio hili likawabadilisha Waislamu hawa wachache, wakawa Madina wamepata kama mama, wamepata kama
makao ambao makao haya yalileta umoja wa Kiislamu, makao haya yakawa yanautekeleza Uislamu, makao haya ikawa Waislamu wakipata shida wana yule wa kumkimbilia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miongoni wa tafsiri ya makao itatafsirika vizuri, tuangalie kisa cha yule mama aliyefanyiwa fedheha katika soko ya Madina. Myahudi alikuja akamfunga nguo zake, yule mama aliposimama akaonekaniwa uchi wake, Mayahudi wakacheka. Habari hizi zilipofika kwa sallallahu alaihi wasallam, alifanya nini? Sallallahu alaihi wasallam aliandaa jeshi kuwapiga watu hawa kwa kumkosea adabu mwanamke mmoja. Sababu yasemekana kisa hiki kuna Muislamu ile hali hakuiridhika, ikabidi wapigane, yule Muislamu akauawa, ikawa Madina nzima inatetemeka na ikachukuliwa karari ya kisheria. Leo ndugu zangu, maawa iko wapi? Kwa mtoto wa Gaza, kwa mtoto wa Somalia, Kashmir, Iran, maawa iko wapi? Sadatul Hudur, ukumbusho huu inamaanisha kwamba tukio hili la hijra ni tukio nyeti. Tumaliza khutba yetu ndugu zangu. Why did Quraysh think about killing the sallallahu alayhi wasallam? Kwa nini Quraysh walipanga kumuua sallallahu alayhi wasallam? Na kwa nini Waislamu wakahamia Madina? Ili kujibu swali hili linahitaji vitu viwili tuviangalie. Kwanza, kabla ya tukio la kuhama Madina kulitokea nini? Kuna matukio mawili muhimu sana ndugu zangu yaliyofungamana kuhamia sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Madina. Tukio la kwanza, kijana mmoja anaitwa Mus'ab bin Umair, umri wake miaka 16, 17. Vijana leo wako wapi miaka 16, 17? Mumuige Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, ambaye amepewa lakab katika Uislamu. Natamani mtoto wangu na mtoto wako apewe lakabu hii, awwalu safiru fil Islam, the first ambassador wa Uislamu. Mus'ab bin Umair, katika mwaka wa 12 au 11 kulikuja watu kutoka Madina kufanya ziara zao katika mji wa Maka. Sallallahu alaihi wasallam akaanza kuwalingania Uislamu, wale watu wakakubali Uislamu, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akataka watu hawa waende kumakinishwa ufahamu wao juu ya Uislamu. Hakuchaguliwa Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, wala hakuchaguliwa Uthman ibn Affan, watu wazee hawa. Akachaguliwa kijana Mus'ab bin Umair. Je, mwajua kazi gani aliyoifanya Mus'ab bin Umair? Wallahi, kijana huyu ndiye aliyegeuza public opinion Madina, ikawa kila nyumba anatajwa sallallahu alaihi wasallam. Mpaka wanarudi mwaka mwingine, Mus'ab anatoa ripoti, anasema wallahi ya Rasulullah, ma fi baitin fil Madina illa yudhkaru al-Islam, hakuna nyumba katika mji wa Madina ila Uislamu unatajwa. Huyu kijana alifanya da'wa mpaka Ijumaa ya kwanza katika tarikhi ya Uislamu ilichangiwa na Mus'ab bin Umair. Watu waliusapoti Uislamu. Kazi hii ilifanywa na kijana. Leo vijana wetu wako wapi? Vijana wa Kiislamu mnahusudiwa, jitambueni. Nyinyi mna resource kubwa, nyinyi tarikhi yenu ina mifano ya watu kama nyinyi mulivoleta mabadiliko makubwa katika umma wa Kiislamu, lakini mnahusudiwa. Husda ya kwanza, mnapewa priority yenu ya maisha kwamba ni nini? Sporting match. Majority, ukiangalia mtandao wa FIFA, wafuasi wengi wa FIFA ni vijana. Hivi sasa tupo na hiyo Allahu al-Munazzam, World FIFA. Vijana wengi leo wanaacha kuswali swala za tahajjud kwa sababu ya mpira. Mmoja juzi katika safari zangu napita, namsikia zungumza kwa simu, sema bwana, leo mimi sikulala, nimelala saa 8. Kulikoni? Ulikuwa naangalia mpira?
Kijana huyu ungemwambia nataka tusome aya 10 tuhifadhi usiku huu, atakwambia shehe uleta shida sana bwana, hapa mambo ya kizee, Qur'ani ya kizee. Kalia vijana wamekuwa targeted leo. Kwa hiyo wa magharibi wanatumia ile principle inayoitwa give them bread and circuses, they can't revolt. Wape mkate na wape enjoyment. Kwa hivyo kijana akipewa nafasi ya kujienjoy na nini, akimaliza FIFA anasubiriwa na UEFA. UEFA kuna African Cup of Nations, kuna La Liga, kuna Bundesliga. Hizo ndizo mazungumzo leo, na kijana wa Kiislamu yuko mzuri katika kudadisi World Cup hii. Marefari ni wangapi? Wachezaji mastaa ni wangapi? First 11 wa Brazil ni wangapi? Haya muulize Mus'ab bin Umair ni nani katika Uislamu? Hajui maskini. Na wale vijana waliokuwa wanashikamana na Uislamu, wanahifadhi Qur'ani, ni maimamu, leo wanakuwa targeted terrorists. Na wale ambao labda pengine hawajitambui wanamalizwa na unga. Vijana wanamalizwa. Mus'ab bin Umair akafanya kazi kubwa sana ndugu zangu ya kubadilisha Madina. Kwa nini lina mahusiano tukio hili na hijra? Kwa sababu Madina ilitayarishwa kumpokea sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtume hakuenda hii safari ya kuhamia ya kwamba anabahatisha kwenda. Aliandaa mazingira Madina, na mazingira haya si kwamba akabadilisha upepo. Mazingira, je, Madina itapokea Uislamu? Alipokinai kwamba Madina imepokea vizuri Uislamu, na kupokea huku ni tofauti na Maka. Maka political class haitaki Uislamu, wenye athari hawataki Uislamu, lakini Madina ile political class, ile cream ya wanasiasa, wale watu wenye kuhami kijeshi na nini, ni watu ambao wakaukubali Uislamu. Hawa ni ahlul quwwa wal manaa. Mtume alipoona mambo haya mawili yametimia, ndiyo ikaja amri ya ahamie wapi? Madina. Kwa hivyo si safari ya guesswork, wala si safari ya trial and error, wala si safari kwamba mtume alikuwa anakimbia hawezi shida. Alisubiri miaka 13 sallallahu alaihi wasallam, lakini safari hii ilikuwa ni kuenda Madina, kwa sababu Madina imekuwa ni mazingira sasa rafiki ya kusimamisha domain ya Uislamu, Darul Islam. Tukio la pili ambalo ni kama flashback kabla ya hijra ni Aqaba, kiapo ambacho kinaitwa kiapo cha pili. Sallallahu alaihi wasallam sasa anakutana moja kwa moja na watu wenye usemi katika mji wa Madina, akiwemo Saad bin Muadh na Usaid bin Hudhair. Miongoni mwao walikuwa watu 73 wanaume na wanawake wawili, watu 75. Watu hawa wana athari kubwa katika mji wa Madina. Wakaja kwa sallallahu alaihi wasallam miezi kadhaa kabla ya hijra, wakafanya kikao. Kikao hiki kikafanywa usiku. Hii inaitwa secret tactic, kikao cha kunusuru Uislamu. Usipeane adui wako nafasi ya kukimaliza. Mtume ilikuwa anaweza kufanya hivi, lakini twafundishwa kuchukua tahadhari. Mtume hapa anatumia kama vile Musa alayhi salam alipoambiwa wakullahu qawlan layyinan. Wewe Musa nakutuma uende kwa Firaun. Firaun ni mfalme, na Uislamu ukakiri kwamba huyu bwana ni mfalme, ana nguvu, ana power, anaweza kufanya lolote lile. Mtume Musa alayhi salam anaambiwa kazungumze naye kwa upole. Hii inaitwa soft dialogue. Tambua yule mtu ana cheo chake, na pia wataka kumuengage with constructive discussion, ukielewa kwamba anaweza yeye kumanipulate, ana nguvu. Lakini ukianza naye soft mazungumzo, inakuwa ni rahisi, labda pengine huenda akafanya nini, kakumbuka. Sallallahu alaihi wasallam hapa akafanya kikao hiki cha kisiri, na akasema msiamshe aliyelala. Baada ya matukio haya mawili ndugu zangu, Waislamu wakafaulu na wakahamia katika mji wa Madina, na Madina ikawa ni kitovu cha Uislamu, na ikabadilisha Madina hali ya Waislamu.
Swali la mwisho ambalo tunalijibu, kwa nini Makuraish wamzuie sallallahu alaihi wasallam asiende Madina japo kwamba hawakufaulu? Ndugu zangu, Makuraish walifahamu hatari ya Uislamu kusimama, and history repeats itself. Vile vile leo maadui zenu wanatambua hatari ya nyinyi kusimamisha Uislamu. Hili wanalitambua. Ndio maana lazima wataataka Uislamu kupitia propaganda, kupitia kila kitu, kwa sababu wanafahamu the only threat katika ulimwengu huu leo si chochote ila ni Uislamu. Communism ishafeli, capitalism iko kitandani taabani, hakuna mfumo ambao utaimaji katika ulimwengu ila ni Uislamu. Kwa hiyo Makuraishi walifahamu hijra, ndugu zangu, kwa mtazamo huu kwamba mtume ni threat, kwa sababu si spiritual leader. Huyu ni both spiritual and political leader ambaye analenga kuweka political entity. Waislamu leo tunayodogosha hijra, tunaifahamu hijra ni safari. Mtume katoka Maka kenda Madina, kajificha katika pango, njiwa wakaja ukasimamia, story imekwisha. Ikifika pale akapokelewa na twari. Sasa je, twari ziko ama hakuna katika Uislamu? Mtume alipokelewa na twari Madina. Ndugu zangu, hii si safari ya entertainment, hii ni safari, ni sehemu ya dawa ya Uislamu. Sadatul hudhur, Makuraish walipanga hijra kwa sababu walitaka kuhifadhi cheo chao, inaitwa political containment. Walitaka kuhifadhi hadhira yao. Ndugu zangu, hijra ilileta dini. Hijra ilileta mambo matatu msingi. Jambo la kwanza, ilibadilisha hali za Waislamu kama nilivyosema, na sisi Waislamu tunapata funzo kwamba katika hali hii ya unyonge tulionayo, ndugu zangu, tusipakate mikono tukasema sasa tutafanyaje. La, tuna haki ya kuchukua sera ya sallallahu alaihi wasallam ya kuubeba Uislamu pasi na hamasa. Ukiwa na Uislamu una utajiri mkubwa, usiwe na hamasa. Sisi lazima tuwe ni watu ambao tuko alive intellectually, tusiwe na hamasa kwa sababu tuna utajiri wa kutosha, lakini tuwe na nafasi, ndugu zangu, ya kuusoma Uislamu. Mbona hatujipi wakati wa kusoma Uislamu? Kila Muislamu yuko busy. Ndugu zangu, kuna watu wanaosoma Uislamu na si Waislamu, wanataka tu kujua Waislamu kwa nini wanakuwa hivi. Sisi ndugu zangu, tusipakate mikono. Tuna nafasi kubwa ya kuusoma Uislamu na kuulingania Uislamu kwa njia ya mageuzi. Pili, Uislamu ndugu zangu unatakikana kuusoma, lakini unataka kutekelezwa. Hijra inatuambia kwamba Uislamu si nadharia pekee, bali ni nadharia, lakini mwisho ni sheria zitekelezwe katika midani alhaya. Walidhalika qala alfuqaha, wakasema mafuqaha, Madina ndiyo kitovu cha fiqhi, yani sheria nyingi za Uislamu zilianza kutekelezwa ndugu zangu baada ya Waislamu kuwa katika mji wa Madina. Hivi karibuni tumetoka, lillahi alhamdu, wengi labda wachache wenu wamebarikiwa kwenda haji Makkah. Wajua kwa nini haji kateleweshwa? Miongoni mwa hikima haji kucheleweshwa ni kwamba, yani kucheleweshwa kufaradhishwa, ni kwamba kwanza ilikuwa ule mji ambao unatekelezwa haji ni usafishwe kwanza. Umejazwa masanamu 360 na tena masanamu haya kuna watu wanaolinda masanamu haya. Ilikuwa si rahisi, itakuwa ni mitihani. Ndio Mwenyezi Mungu kwa hikima yake akachelewesha kufaradhisha haji ili kwanza Maka ikombolewe. Funzo kubwa ndugu zangu, tunachukia munkar kweli sisi Waislamu, tunachukia muhadarati, tunachukia vile vitu vingi sana, lakini vitu hivi ndugu zangu haviwezi vikaondoka hivi hivi kimaneno. Vinatakana kuwekwa na political entity ambayo inaweza kufanya na kubadilisha mambo kama haya. Lakini mwisho kabisa ndugu zangu, Uislamu kupitia tamko la kupitia hijra ukabadilika ile sura yake, kwamba si dini ambayo iko confined within certain boundaries, yani kwamba ati imefungika na mipaka fulani. Dini hii ina sura ya kiulimwengu. Dini yetu ndugu zangu ndio ina sura ya kiulimwengu. Wallahi, angalia, Uislamu haukufika hapa kidaula, lakini leo mimi na wewe tumekuwa Waislamu na watu waupokea Uislamu. Ukienda Burma, China, wapi, watu wanaopokea Uislamu. Hii ni juhudi ndugu zangu kwamba Uislamu si dini ya mahala maalum, bali dini hii
inaanza mahala, lakini hutapakaa katika ulimwengu mzima. Na kutapakaa huku, ndugu zangu, ni ishara kuwa juhudi zilifanywa, na sisi nasi tunatakikana tufanye juhudi kubwa ya kunusuru Uislamu na kusimamisha hadhi yake. Hii ndiyo hijra, ndugu zangu, hijra ambayo ni turning point, ilibadilisha hali za Uislamu. Tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi alkiram. Amma ba'd, ayuha an-nasu, usikum wa usi nafsi bittaqwallahi azza wa jalla, faqad faza al-muttaqun. Tunawaombea mahujaji ambao lillahi alhamdu wamerudi salama, na ni katika sunna mahujaji wakija tuwapokee kwa uzuri. Lakini challenge kubwa ni je, baada ya kuhiji maisha yako yatabadilika ama vipi? Hivi ndivyo tunatakiwa tuamiliane na haji. The ultimate test sasa ni kwamba je, baada ya kutoka Maka na kurudi hapa sasa utafanyaje? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, alhajjul mabrur, hija yenye kukubalika, laysa lahu aljazaa ila aljanna, haina malipo isipokuwa ni pepo. Tuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awajalie wale ndugu zetu ambao wamekwenda haji na kurudi, awape pepo na haji zao ziwe mabrur. Funzo kubwa katika ibada ya haji ningependa kudokeza ni kwamba wallahi Waislamu tuwaweza kujitolea. Angalia, si kazi rahisi ndugu zangu. Utumie pesa zako, na majua hivi sasa haji kuna siasa nyingi ndani yake. Mtu lazima awe na 6, 7, 8. Sasa niambie 800,000 Sheikh. Watu wanamjitolea na pesa zao, wameacha majumba yao, wengine maskini wameacha mabiashara yao, wameacha yote haya kwa kutaka radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi the only driving force for us Muslims, kwa sisi Waislamu, ni kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana haji si mtu wa kawaida, ni mtu ambaye amejitolea kwenda katika biladi ya Maka kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ni ailinde ile haji yake, ailinde kwa maana kwamba atangamane na watu vizuri, na muombe Mwenyezi Mungu amdumishe katika taa, na tumuombe Mwenyezi Mungu awadumishe mahujaji katika taa, na sisi ambao hatujabahatika Allah Subhanahu wa Ta'ala atupe tawfiki ya kufika. Yaqulu al-haqqu tabaraka wa ta'ala fi al-Qur'an al-Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أرض عن الخلفاء الراشدون منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وارضاهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Kuna ratibu yetu mmoja ametuomba tuswali salatul ghaib baada ya swala ya Jumaa. Binti yake amefariki Saudi Arabia, na yeye ni ratibu yetu hapa. Kwa hivyo inshallah taala, imam tunakumbusha kwamba baada tu ya swala ya Jumaa tutafanya salatul ghaib, maiti ya kike inshallah taala. Barakallahu